tabaraka wa taala kwamba leo tunazungumza live na al-Habibi Sheikh Diwan. Lakini nataka niwaambieni Waislamu kitu kimoja. Imefika hatua tuwe wa kweli. Hawa maulama ambao hawajui historia ya dunia hawawezi kufasiri Qur'an. Kama inafika mtu anasema dhiki maana yake ni maisha ya kaburini, yaliyoko duniani sio dhiki, inna lillahi, labda tumfundishe Sheikh Diwani historia ya Uislamu, alafu ajue kwamba kweli sisi tuko kwenye dhiki. Uislamu mwaka wa 634 ulitawala dunia. Utawala huu wa dunia ulikuwa wa kisiasa, wa kiuchumi, wa kijamii na wa kiroho. Kama anavyotawala Marekani leo, Uislamu under Islamic Caliphate, khilafa, wametawala dunia. Mtume ameondoka, amechukua Maka na Madina, lakini ukiangalia mwaka wa kabla ya vita vya kwanza vya dunia, Ottoman Islamic Caliphate ilikuwa kubwa na walikuwa wanashika njia zote za uchumi, njia zote za kisiasa na njia zote za kiroho, walikuwa wanatisha. Hakuna vita waliowahi kushindwa Waislamu. Sasa basi, mimi nataka nimfahamishe kuhusiana na hii pointi ya kwamba inawezekana nimetoa hii aya ndio kapandia, na inawezekana Sheikh Diwani hapa alipo niliyoasema kuhusu hukumu kwamba Waislamu watufuate hukumu ya Qur'an, kwa hiyo sisi tunafanya shiriki, hana hizo taarifa yeye. Inawezekana ninavyosema riba kwamba tunamkosea Mungu kuhusiana na riba, hizi hana hizo taarifa. Labda kwa amesema nitumie aya nyingine, naomba nitumie aya nyingine alafu atanifafanulia na hii. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, surati Bakara aya 279, kuhusiana na riba, anatuamrisha sisi tusifanye